yetu. Kwa mara nyingine tena tunaendelea kukutana katika chaneli yetu hii pendwa ya Sha'arawi TV. Lengo letu, madhumuni na shabaha ni kukuletea mambo mbalimbali ambayo yanayohusiana na masuala ya kidiplomasia, siasa, lakini pia masuala yanayohusu sayansi ya jamii. Nikumbuke kwamba bado tunaangalia na tunatupia macho yetu katika yale ambayo yanaendelea kushika hatamu katika vyombo vya habari, hususan katika mzozo na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mgogoro ambao Marekani na Israel kama washirika ambao wameamua kuchachamaa na kuendelea kuikazania dola ya Iran mpaka wafanikiwe katika yale ambayo wanayoyataka, mpaka watimize na mpaka wafikie malengo yao ambayo wanayoyataka, na sio malengo mengine bali ni kuhakikisha kwamba wanaudondosha utawala wa Iran, kuutoa katika mikono ya mapinduzi ya serikali ya mapinduzi ya Irani na kuweka katika utawala wa kidemokrasia, kama sehemu ya hatua muhimu zitakazowafanya wao kuweza kumiliki Mashariki ya Kati, lakini pia kumiliki rasilimali ndani ya ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini pia kuifanya Israel kuwa ndiyo taifa superpower, taifa lenye nguvu ndani ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini yako mengi maswali ambayo watu wamekuwa wakijiuliza: kwa nini Iran na isiwe taifa lingine? Au kwa nini tu wameanza na Iran? Nini kilichopo Iran na siri ya mgogoro huo ni nini? Nikumbuke kwamba, ndugu zangu, usipojua ulimwengu namna unavyokwenda, hautoweza kujua siri ya uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya taifa la Iran. Hauwezi kujua kwa nini Marekani na Israeli wanaamua leo hii kuishambulia Iran na kukubali kuwaua watu na kukubali kupoteza mamilioni ya pesa, lakini pia kwa kizingisio kwamba wanatafuta ni kutaka kumfanya Iran asiingie katika mpango wa kuzalisha makombora ya nyuklia. Lakini kwa nini hawaingii katika mataifa ambayo, hawavamii katika mataifa ambayo, na hawafanyi mashambulizi katika mataifa ambayo tayari wanamiliki makombora ya nyuklia, mfano kama vile Korea, lakini pia kama vile Pakistan au kama vile India na mataifa mengine? Ujue kwamba sababu ya vita hivi vinafichwa zaidi, na tupo hapa, kazi yetu sisi ni kukufichulia yale ambayo yako nyuma ya mgongo, lakini yanapewa taswira nyingine kwamba yanatangulizwa mabomu ya nyuklia na makombora ya nyuklia, lakini nyuma ya mgongo kuna vitu vingine vikubwa ambavyo vinatakiwa watu wafahamu, ambavyo vimefichwa. Sasa, kabla hatujaingia huko katika uchambuzi wa masuala hayo, ni vema ni kuombe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza kufuatilia vipindi vyetu hivi vya Sha'arawi TV na bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, kushare, kulike pamoja na kucomment. Ndugu zangu, ulimwengu huu unacheza michezo mitatu ambayo ni moja kati ya michezo ya hatari. Vita hivi ambavyo unavyoviona vya Marekani na Israeli kuivamia Iran sio vita makusudio yake kuikataza Iran kumiliki makombora ya nyuklia, bali vita hivi vinachezwa nyuma yake pakiwa kuna malengo makuu matatu. Sehemu ya kwanza ni vita ambavyo kuna kitu kinachoitwa Silk Road. Tumefahamiana vizuri. Kitu cha kwanza kinachoitwa Silk Road, lakini pia kitu cha pili kinaitwa Zangazuri Road, lakini kitu cha tatu kinaitwa Great Israel. Haya mambo matatu haya, Silk Road, Zangazuri Road na Great Israel, haya mambo matatu ndiyo msingi wa uvamizi wa Marekani na Israel katika nchi ya Iran au katika taifa la Iran. Tunaposema Silk Road, maana yake ni nini?
Silk Road maana yake ni mpango mkakati wa China kutaka kuiunganisha dunia kupitia mfumo wa Iran au kupitia dola ya Iran. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Iran ni moja kati ya mataifa ambayo yanayoiunganisha dunia katika upande wa bidhaa. Kwa hiyo superpower ya China, ili yawe superpower katika dunia hii, ni lazima inategemea na namna Irani atakavyoweza kumiliki mlango wa Hormuz kama kitovu cha uchumi ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia kama kitovu cha uchumi ambacho kinachotumiwa na mataifa ya Magharibi kupitisha bidhaa zao. Kwa hiyo huu ni moja kati ya michezo ambayo anayoicheza China na ambayo amekwisha itambua kwamba kumiliki Iran, kuifanya Irani kuwa chini yake na kuifanya Irani iwe na nguvu ya kumiliki mlango wa Hormuz, maana yake ndiyo njia pekee itakayowafanya wa China kuwa superpower in the world. Lakini sehemu ya pili ni Zangezur Road. Hii Zangezur Road ni moja kati ya michezo hatari ambayo anayoifanya Uturuki. Ikumbuke kwamba moja kati ya njia anazozifanya Recep Tayyip Erdogan katika mikakati yake ni kuifanya Uturuki kurejea katika superpower ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia kuwa superpower duniani. Sasa anatumia njia gani? Njia ambazo anazotumia Recep Tayyip Erdogan ni kuhakikisha kwamba anatumia Zangezur Road ambayo ndanimo kuna Azerbaijan, lakini pia kuna Armenia. Njia hii ambayo itakayokuja kumfungua Uturuki kupitia Azerbaijan na kupitia Armenia kwenda moja kwa moja mpaka China. Njia hii ikifunguka, maana yake inakuja kumfanya Uturuki kuwa ndiyo superpower. Maana yake anarejea katika superpower alionayo. Lakini anawezaje kurejea katika pati hii? Ni lazima ahakikishe kwamba anaipa nguvu Iran. Lakini wakati huo huo, Uturuki ni moja kati ya nchi ambazo zinazotengeneza umoja wa nchi za NATO. Maana yake NATO pia ili wawe na nguvu wanamtegemea Uturuki anaichezaje pati yake katika vita hivi. Ndio maana utaona kwamba mataifa ya bara la Ulaya yamemfanya Uturuki kama chambo, kama huko mwanzo walivyoweza kuicheza karata hii ya kuifanya dunia ya Mashariki ya Kati kuwa chini katika kipindi ambacho Marekani pamoja na nchi za NATO waliwachezea picha Waarabu ikiwemo Saudi Arabia kwa kuwapa ahadi za uongo, ahadi ambazo zilizomfanya mfalme wa Saudia katika kipindi hicho aamini tosha kwamba Uingereza ikiwa wataweza kuchukua upande huu wa Palestina pamoja na maeneo mengine, yatampa uhuru wake wa kujiamini, uhuru wa kujitawala nchi ya Saudi Arabia, na hatimaye nchi ya Saudi Arabia ikageuka kuwa ni wasaliti wa Waarabu wenzao, ikiwemo kugawa eneo la Palestina. Sasa leo hii nchi za NATO kwa maana ya Ulaya wamekuwa wanamtanguliza Uturuki. Ikiwa kama Uturuki ataweza kwa ahadi kwamba kama ataweza kufanikiwa katika zoezi hili la Zangezur Road, maana yake anakwenda kuwa superpower kama ambavyo alivyokuwa superpower nchi za Ulaya. Kwa hiyo Rais Tayyip Erdogan anacheza pia karata yake hii chafu. Jambo ambalo sasa kwa upande wa nyuma maana yake ni kwamba Iran anashtukia mchezo. Lakini mchezo huu pia wakati anaoshtukia ni kutokana na agenda ya Great Israel ya kuifanya Israel kuwa ni dola ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wakati Israeli anaitegemea Marekani, wakati Israeli anategemea nchi za bara la Ulaya, wakati huo Uturuki anatumiwa kama sehemu ya kutaka kuiporomosha dola ya Iran. Lakini wakati huo huo Iran na yenyewe tayari imekwisha shtukia na inacheza karata yake. Karata yake ipi? Maana yake ni kwenda kupambana moja kwa moja ili na yenyewe iendelee kubakia katika ramani hiyo.
Sasa utaona kwamba mchezo unaofanywa ni mchezo wa kutaka kuidhoofisha Iran, yani nchi za magharibi kwa kushirikiana na Marekani ili ziweze kuja kutimiza mpango wa tatu wa Make Israel au Great Israel, kuitanua Israel kuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Maana yake malengo hayo hayawezi kutimia mpaka pale ambapo Irani itakapokuwa imedhoofishwa. Kwa sababu gani? Irani inadhoofishwa kwa sababu mpango wa Silk Road unaotumiwa na China, maana yake ni kwamba iwapo Irani itafanikiwa kushinda katika vita hivi, moja kwa moja China anakuwa ametoboa kwenda kuwa superpower in the world. Sasa ili China isiweze kufanikiwa, maana yake ni lazima Irani adhoofishwe. Na Irani sasa ili iwe ni superpower ni lazima Israel adhoofishwe. Na China sasa ili iweze kuwa superpower kwa kupitia mgongo wa Iran, inamlazimu ni lazima aisaidie Irani iweze kutoboa katika vita hivi. Sasa jambo ambalo lililopo pekee ni kwamba Marekani anajua fika kwamba iwapo Irani itawini katika hii vita, maana yake Israeli itakuwa haipo katika ramani ya dunia, haipo katika ushindani wa dunia, haipo katika superpower duniani. Kwa hiyo hapa ni lazima tuhakikishe kwamba tunafanya kila mbinu zozote zile zinazowezekana kuhakikisha kwamba tunaidhoofisha Iran na tunaipoteza katika ramani ya dunia. Ndiyo maana unaona pamoja na mazungumzo, jitihada zote za negotiation, jitihada zote za diplomasia za kutaka Irani aachane na mpango wa nyuklia zimekuwa zinafeli, kwa sababu Irani amekwisha jua kwamba hawa nini wanachokitafuta, hawa Marekani nini wanachokitafuta. Ndio maana sasa utaona kwamba jitihada za Marekani na Israel za uvamizi dhidi ya Irani zimeshindikana. Ndio maana utaona Israeli anakwenda kuivamia Libya, anaenda kuivamia Lebanon. Lakini jitihada za kuingia Lebanon bado zinaendelea kuonyesha kutozaa matunda ya aina yoyote. Tayari zinaanzisha chokochoko za vita za kutaka kutumia matumizi ya nguvu za silaha kama sehemu ya kutaka kufungua mlango wa Hormuz. Lakini wakati huo huo Mchina ameagiza makombora ya ballistic 35,000 likiwemo ndanimo kombora moja la Sheitani linaloitwa Asheitani kwa ajili ya kumsaidia Iran. Hii maana yake ni nini? Maana yake kwamba vita hivi vinakwenda kumwandaa China kuwa superpower in the world, lakini pia zinakwenda kumwandaa Urusi na yeye kuja kuitawala dunia. Kwa hiyo njia kubwa ambayo itakayofanya wao kuwa ni watawala duniani dhidi ya nchi za magharibi, dhidi ya Marekani, ni lazima haipatikani sehemu yoyote isipokuwa Iran. Kwa hiyo lazima Iran apewe nguvu zote na misaada yote ya kijeshi, misaada yote ya silaha, ili kuhakikisha kwamba nguvu anayotumia Marekani isiweze kufanikiwa na isiweze kufanya kazi. Ndio maana utaona hata haya mashambulizi leo ambayo yamefanywa wakati Marekani ikitoa ahadi ya kuhakikisha kwamba anatumia matumizi ya nguvu kutaka kupita katika lango la Hormuz, na Irani ameweza kujibu mashambulizi hayo na kuzamisha meli 3, japokuwa Marekani ametoa onyo kali na kutaka kuidanganya dunia kwamba hajashambuliwa na meli zake, na kutoa ahadi kwa serikali ya Irani iwapo ataishambulia moja tu kati ya meli zake basi atakwenda kuifuta Iran. Maana yake hii ni propaganda ambayo anaicheza katika vyombo vya habari. Lakini ukweli ni kwamba meli 3 za Marekani, na sio 2 kama ambavyo wanavyotangaza wengine, wanavyoripoti vyombo vingine vya habari, bali ukweli ni kwamba Marekani, meli 3 za Marekani ndizo ambazo zimeshambuliwa, ambazo zilitaka kujaribu kupita katika lango la Hormuz kwa matumizi ya nguvu, zikidaiwa kushindikizwa na Marekani. Sasa Marekani hataki kuona kwamba anafedheheka, hataki kuona kwamba anakwama, hataki kuonyesha ulimwengu kwamba yeye ni dhalili. Ndiyo maana
Rais Donald Trump ametoa matamko makali, lakini pia waziri wa mambo ya vita wa Marekani na yeye ametoa onyo kali dhidi ya taifa la Irani, dhidi ya jeshi la Irani. Lakini ukweli ni kwamba tayari meli zake 3 zimekwisha shambuliwa, ikiwemo meli ya Korea ya Kusini, ikiwemo meli Al-Koreatul Janubia, meli ya Korea ya Kusini, ambao ni washirika wakubwa wa Marekani. Ndugu zangu, haya ndiyo mambo matatu ambayo yamebeba siri hii ya vita vya Iran, yamebeba siri hii ya mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya taifa la Iran. Sehemu ya kwanza ni Silk Road ambayo imeandaliwa na Mchina kwa kupitia Iran kwa ajili ya kuja kufungua lango litakalomfanya Mchina awe ndiyo superpower duniani kwa kupitia ukanda huo. Lakini pia sehemu ya pili ni hii Zangezur ambayo yenyewe pia inaandaliwa na nchi za NATO kwa ajili ya kupitia kwa ajili ya kumfanya Uturuki kuwa ndiyo superpower in the world, na yeye inamlazimu kwamba ni lazima superpower yake itatokana na kudondoka au kudhoofika kwa dola ya Iran. Na lengo la tatu ni kuifanya Great Israel, kuifanya Israeli sasa kuja kumega maeneo ikiwemo eneo la Sinai, lakini pia ikiwemo eneo la Babul Mandib, lakini pia ikiwepo eneo la Lebanon pamoja na maeneo ya Iraki, lakini pia eneo la Masri linatakiwa likatwe kuanzia Sinai kwenda mpaka Saudi Arabia, mpaka baadhi ya maeneo ya Saudi Arabia, lakini pia mpaka katika milima ya Golan ambayo iliyopo katika ardhi ya maeneo ya Syria. Hii yote anahesabu kwamba hayo maeneo yote ni maeneo ya kwake ya kihistoria ambayo aliyoyapoteza na kunyang'anywa katika tawala za Fursi, katika tawala za Rome na katika tawala za Ottoman Empire, ambayo yeye anatakiwa ayarejeshe. Anayarejeshaje? Tunaanza na taifa la Iran. Irani na yeye anataka kuwa ni mkubwa ambaye hawezi kukubali, ndio maana ameshikilia shingo ya dunia. Na kwa shambulizi la aina yoyote ambalo linalotokea dhidi ya Iran, maana yake yeye anapiga sehemu ya wale washirika wake. Kama hivi leo ameshambulia UAE, lakini pia ameshambulia Saudi Arabia. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anamfata adui kule alipo, lakini pia anamfata yule ambaye anayemhifadhi adui, kwa sababu lengo lao ni moja. Huwezi ukamhifadhi adui yangu mimi halafu wewe nikakuona eti ni rafiki yangu, haitowezekana. Anayekufanya adui usimfanye kuwa rafiki. Hiki ndiko ambacho Irani mpaka sasa anakitekeleza. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tayari vita hivi, mazungumzo yake au diplomasia iliyokuwa inafanyika kwa ajili ya kuipoza vita hivi tayari haipo tena. Maana yake ni kwamba dunia ijiandae kuingia katika raundi ya 3 ya mashambulizi, raundi ya 3 ya vita, raundi ya 3 ambayo itakayokuja kuonyesha nani pia ni mbabe ndani ya Mashariki ya Kati. Tayari Irani amekwisha tangaza rasmi kwamba yeye ni mbabe. Yale ambayo tuliyokuwa tunayaongea sio tu kwamba tulikuwa tunayatabiri, hapana, ni kutokana na misingi bora ya habari, ya uchambuzi wa kina juu ya habari na uwezo aliotupa Mwenyezi Mungu. Tayari japokuwa kuna watu walikuwa wanabisha wakiamini kwamba ili uwe superpower ni lazima umiliki silaha ya nyuklia, umiliki makombora ya nyuklia. Kumbe superpower leo hii
unaweza ukawa ni superpower bila kumiliki makombora ya nyuklia, bali jiografia yako na nguvu yako ya uchumi, namna gani umekamata teknolojia, umekamata nguvu za jeshi, umekamata uwezo mkubwa wa jiografia yako, ndiyo silaha pekee ambayo inayoweza pia kukufanya kuwa ni superpower in the world. Na hivi ndivyo ambavyo Iran amefanikiwa, kwamba amekamata teknolojia, amekamata jeshi lenye nguvu, amedhibiti anga lake, amedhibiti bahari yake, amedhibiti ardhi yake. Maana yake ni kwamba tayari amekuwa ni mkubwa kutokana na udhibiti wa anga, udhibiti wa jiografia, udhibiti wa uchumi, udhibiti wa rasilimali yake, na kujua namna gani anaweza kuilinda na kuitumia dhidi ya mataifa mengine. Hilo tu pekee limemfanya leo hii Iran kuwa ndio superpower in the world, na mataifa mengine ni lazima yamsujudie. Na akiendelea kushika hapo kama ambavyo anavyoshikilia sasa, ni kweli kwamba dunia itateseka, lakini mwisho wa siku katika kuteseka, maana yake wataenda kujivua kutoka katika kwa mabeberu, kutoka kwa wakoloni, kutoka kwa wale ambao kazi yao ni kuwatamia wengine kwa maslahi yao binafsi na kuwafanya mataifa mengine kuwa ni watumwa, hawana haki ya kuishi, na wao ndio wana haki ya kuishi. Ndugu zangu, tunapaswa kuelimika, tunapaswa kuzinduka, tunapaswa kuelimishana na kuzinduana. Tujue kwamba ulimwengu unahama, chukua hatua mapema.